Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, Dominika ya 32 ya mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha pili cha Wamakabayo, sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya pili na aya ya 9 hadi ya 14. Somo hili latuelezea kisa cha mama mmoja Myahudi aliyekuwa na watoto wake 7, na mama huyu pamoja na wanawe walilazimishwa na mfalme Antiochus Epiphanes mwaka wa 180 kabla ya kuzaliwa Kristo kula nyama haramu ya nguruwe. Wayahudi hao walikuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu, na kwa mujibu wa kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 44, nguruwe ni mojawapo ya wanyama najisi. Kabla ya kuja kwa Yesu, Torati ilikuwa ikishikiliwa kama ilivyo, ila baada ya kuja kwa Yesu katika Injili ya Marko sura ya 7, basi tunaonyeshwa kwamba kinachomwingia mtu akimtii unajisi, bali kile ambacho kinamtoka. Basi huyu mama pamoja na wanawe walipolazimishwa kula nyama ya nguruwe, kwa pamoja walikataa. Na mfalme Antiochus Epiphanes aliamuru moto uwashwe na sufuria liwekwe juu yake, na alichukuliwa mtoto mmoja baada ya mwingine. Mtoto wa kwanza alipochukuliwa kwenda kuuawa, basi alichunwa kwanza ngozi, na baadaye akaambiwa kula nyama ya nguruwe. Akakataa, akasema siwezi kuogopa wewe mfalme, maana ninaamini kwamba nitapata maisha baada ya maisha haya ambayo ni ya mateso. Basi akakaangwa kwenye ile sufuria ya moto. Mtoto wa pili, wa tatu hivyo hivyo. Lakini yule mtoto wa 4 alisema waziwazi, ninaamini kwamba kuna ufufuko wa wafu na mimi nitafufuliwa hapo baadaye, na wewe mfalme ambao unatutesa, basi hutapata ufufuko wa wafu. Mama aliwatia wanawe moyo. Wakati wanajiandaa kupokea mateso hayo, alikaa pembeni akiwaambia watoto wake, msiogope kuuawa na huyu mfalme dhalimu kuliko kukubali kuivunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Somo la Injili inatoka katika mwinjili Luka sura ya 20 aya ya 27 hadi ya 38. Katika Injili ya leo tunawaona wahusika wakubwa wawili. Mhusika wa kwanza ni hawa Masadukayo. Masadukayo walikuwa ni kikundi cha kidini kwa Wayahudi ambacho kilishikilia Torati iliyoandikwa pekee. Wao hawakuamini kwamba wafu hufufuka. Kwa hiyo wanamuuliza Yesu swali wakirejea maandiko matakatifu kwa ajili ya kumtega tu. Wao walirejea maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 25 aya 5 mpaka ya 6. Kama ndugu wawili wa kiume wanaishi mahali fulani na mmoja wao akafariki bila kuacha mtoto wa kiume, mkewe marehemu asiolewe na mtu mwingine nje ya jamaa hiyo. Ni wajibu wa ndugu wa marehemu kumuoa mjane huyo. Mtoto wa kwanza wa kiume atakayezaliwa nao atahesabiwa kuwa wa marehemu, ili jina lake lisifutwe nchini Israeli. Neno la Bwana. Basi Masadukayo wanaporejea sehemu hii ya kitabu cha Kumbukumbu la Sheria, wanaongeza sasa swali kwamba mwanamke mmoja aliolewa na wanaume 7 na kila mwanaume akafa bila kumpata mtoto kupitia mwanamke huyu. Je, mwanamke huyu katika siku ya ufufuko wa wafu atakuwa mke wa nani? Waliuliza swali hilo wakiwa na taswira kwamba katika maisha ya ufufuko pengine watu waliruhusiwa kula, kunywa, kuoa na kuolewa. Mhusika wa pili katika Injili ni Yesu, na anawajibu hawa Masadukayo kwa kuwaambia kwamba wale walioko mbinguni hali kadhalika watakaofufuliwa, hamna kula wala kunywa, hamna kuoa wala kuolewa. Hao watafananishwa na malaika, na kule kumuona Mungu tu ana kwa ana, basi furaha yao ni kubwa, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu, ni Mungu wa walio hai. Kwa hiyo ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka, ni Mungu wa Yakobo. Imeandikwa mara kadhaa katika maandiko matakatifu, huyu Ibrahimu, Isaka, Yakobo sio kwamba walikufa ndio ikawa ndio mwisho. Hapana, hapana. Mungu wetu ni Mungu wa walio hai. Kwa hiyo Yesu anadhihirisha waziwazi, baada ya maisha haya kuna maisha mengine, na baada ya maisha haya kuna ufufuko wa wafu.
Somo la pili linatoka katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya pili aya ya 16 hadi sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 3. Kimsingi nyaraka za Mtume Paulo kwa Thesalonike ndivyo vitabu vya kwanza kabisa kuandikwa katika Agano Jipya. Barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Thesalonike. Basi Paulo alikuwa akiandika huku akiwaza kwamba Yesu atarudi siku za karibuni. Ndio maana ukiangalia barua hizi zinazungumzia zaidi masuala ya mwisho wa nyakati, mwisho wa dunia, hasa ile sura ya 4 na sura ya 5 ya kitabu cha pili cha Mtume Paulo kwa Thesalonike. Hivyo hivyo katika kitabu cha kwanza. Basi katika barua hii ambayo tumeisikia hivi punde, Paulo anawaomba watu wa Thesalonike wamuombee yeye kama mhubiri wa Injili. Lakini sehemu ya pili na yeye anasema nitawaombea. Basi walau ni hayo mambo makubwa mawili yanayosisitizwa katika barua hiyo ya pili ya Mtume Paulo kwa Thesalonike, sehemu ambayo tumeisoma hivi leo. Basi labda ni ujumbe gani tunaoupata kwenye masomo ya leo? Walau tuondoke na mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, tukubali kufa kwa sababu ya ukweli wa imani yetu. Kama wale watoto 7 walivyokubali kufa kwa ajili ya imani yao, na sisi tuwe tayari kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya ukweli wa imani yetu. Jambo la pili, tuamini kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Tusiwatendee watu mambo mabaya kwa sababu kuna maisha mengine ambayo tutaenda kupewa thawabu au adhabu. Tukirejea katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 31 hadi 44, kwa kweli kwa kadiri ambavyo tunawatendea watu wengine mema ndivyo tutakavyo ingia katika mahali palipo pazuri zaidi. Tutaingia mbinguni ambako kule kumuona Mungu itakuwa ni furaha kubwa. Tutakuwa kama yule Lazaro maskini aliyejikuta katika kifua cha Ibrahimu kwa sababu ya wema wake na unyofu wake wa moyo. Lakini tukiwatendea watu wengine mambo mabaya, tutakuwa kama yule tajiri ambaye alijikuta anaungua katika makaa ya moto kwa sababu ya ubaya aliowatendea watu wengine. Ndugu zangu, maisha hapa duniani yanapita. Hakuna mtu ambaye atabaki hapa muda wote. Na ndio maana mwandishi wa kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 38 anatueleza kifo leo ni kwa huyu, kesho kitakuwa ni cha kwako. Sasa tujiulize, tukifa tutapokelewa na nani? Kama tutaenda mbinguni tutapokelewa na Ibrahimu kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa wazima, sio Mungu wa wafu. Tutapokelewa na Ibrahimu, akina Yakobo, tutapokelewa na Bikira Maria, tutapokelewa na watakatifu wengineo. Basi tutakuwa tunafurahi pamoja mbinguni kama kweli tumekufa tukiwa tumetenda ile iliyo haki. Lakini kama tukifa tukiwa na dhambi, tutapokelewa na shetani mbinguni kwa sababu tutakuwa na miili ambayo imelaaniwa. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 66 aya 24, neno la Mwenyezi Mungu linasema wazi kwamba wale ambao wamemwasi Mwenyezi Mungu miili yao itakuwa imelaaniwa na watakuwa eneo ambalo kwa kweli watakuwa wanaungua moto, na funza wanaowala basi watakuwa ni hawakomi, wataendelea kuwala siku hadi siku. Kumbe tuwe wanyenyekevu tu hapa duniani. Tutambue kwamba kuna maisha baada ya maisha haya hapa duniani ambayo ni ya umilele kabisa. Kama mtu akienda mbinguni, huko ni sehemu ya milele, atafurahi. Kama mtu akienda motoni, ni sehemu ya milele, kuteseka. Injili ya Mathayo sura 25 aya ya 31 hadi 44, au kitabu cha Ufunuo sura ya 20 aya ya 1 hadi ya 14, au kitabu cha Nabii Danieli sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 13. Jambo la mwisho, ujumbe wa mwisho ambao tunaupata sasa katika Dominika ya 32 ni kuombeana. Tuombeane ili siku moja wote tufufuke tukiwa na miili ya utukufu, na sote tukafurahi pamoja na Mwenyezi Mungu mbinguni. Viongozi wa kiroho tuwaombee waamini wetu, na waamini waombee viongozi wao wa kiroho, kwa sababu sisi sote ni binadamu. Hakuna ambaye ni mkamilifu
Na ndio maana neno la Mwenyezi Mungu katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya 5 aya ya 16 hadi ya 18, tunaalikwa sote kusali daima, kufurahi daima na kuombeana katika kila hali, kwa sababu hayo ndio mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Nikutakie Dominika njema ya 32 ya mwaka C wa Kanisa. Tumsifu Yesu Kristo.